Mwezi huu wa Shawwal ni mwezi ambao una sunna ya kuoa na sunna ya kuozesha banati katika mwezi huu. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وأدخلت عليه في شوال فأي نسائه كانت أحظى عنده مني. ماما عائشة رضي الله عنها anasema alinioa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi huu wa Shawwal na nikaingizwa kwake katika mwezi huu wa Shawwal. Hakuna mke yoyote katika wake zake aliyekuwa na bahati sana kuliko mimi. Fa ayu nisaihi kanat ahdha indahu minni. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah في شرحه على صحيح مسلم يقول: فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال. hadithi hii ya mama Aisha ndani yake kunaelezea sunna ya kuoa na sunna ya kuozesha banati na kuwaingilia wanawake katika mwezi huu wa Shawwal. Pia Imam an-Nawawi rahimahullah anaendelea na kusema: وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما كان يتخوله العوام من إكراه التزوج أو من كراهة التزويج والتزوج والدخول في شوال. anasema al-Imam an-Nawawi, mama Aisha anakusudia kwa maneno haya kuwarudi watu wa kijahilia ambao walikuwa katika itikadi zao kwamba ni nuksi kuoa na kuozesha watoto katika mwezi huu wa Shawwal. Waqasadat Aisha bihadha al-kalam radda ma kanat al-jahiliyatu alayhi wama kana yatakhawwaluhu al-awam min karahati at-tazwij wat-tazawwuj wad-dukhul fi Shawwal. Watu awam, watu wasiosoma, wao wanaona ni makuruhu na ni nuksi kuozesha watoto na kuoa katika mwezi huu wa Shawwal. Al-Imamu nao yakul: wa hadha batilun la asla lahu. Jambo hili ni batil, halina asili katika dini, kwamba eti ni nuksi kuoa katika mwezi wa Shawwal. قال الإمام النووي: وهذا من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك. hii ni katika athari za kijahilia, walikuwa wakiona nuksi jambo hilo la kuoa na kuozesha watoto katika mwezi wa Shawwal. Na bahati mbaya kuna baadhi ya Waislamu bado wana itikadi hizo za kijahilia kwamba ni nuksi kuoa katika mwezi wa Shawwal, mwezi wa Safar, mwezi wa Jumada al-Ula. Wanaona ni nuksi kuoa au kuozesha watoto katika miezi hiyo. Umekuja Uislamu umeondosha athari hizo za kijahilia, na ndiyo Mtume sallam akamuoa mama Aisha katika mwezi huu, na akampenda sana mama Aisha radhiallahu anha kuliko wake zake wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuliza: man ahabbu an-nasi ilayk? Faqala Aisha. Nani unayempenda sana ya Rasulullah? Mtume akasema Aisha. Akauliza wa minar rijal? Qala abuha. Katika wanaume nani unayempenda sana? Akasema baba yake. Kwa hiyo mama Aisha aliolewa katika mwezi wa Shawwal, na hivyo hivyo Mtume alimpenda sana kuliko wake zake wengine wote, kuonesha kwamba hakuna nuksi katika kuoa mwezi wa Shawwal, wala hakuna nuksi kuozesha watoto katika mwezi wa Shawwal. Ndugu zangu Waislamu, sunna hii ni katika sunna mahjura, ni katika sunna mahjura. Kuoa katika mwezi wa Shawwal ni sunna zilizowachwa. Waislamu tumewacha sunna hizi, isipokuwa marahimahullah, wachache katika Waislamu ndio wanaooa na kuozesha banati zao katika mwezi huu wa Shawwal. Lakini wengi katika Waislamu wanaozesha watoto mwezi wa Disemba, tena wengine siku ile ya Christmas ndio anaozesha binti yake.
Angalia Waislamu jinsi tulivyo mbali na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Unamuozesha binti yako katika siku ya Christmas, siku ambayo wale makafiri wanaiadhimisha, wewe unamuozesha binti yako katika siku ile. Unaacha sunna ya Shawwal, unaacha miezi mingine yote, unangojea Disemba tena siku ya Christmas. Kwa hiyo ni sunna kuoa katika mwezi huu wa Shawwal, na ni sunna kuozesha banati katika mwezi huu wa Shawwal, kama Mtume sallam alivyomuoa mama Aisha radhiyallahu anha. Tunafunga saumu hii ya 6 kwa sababu ya kukamilisha. Hii ni sababu ya 3 ya kufunga saumu hii ya 6. Tunafunga saumu hii ya 6 kwa ajili ya kukamilisha upungufu uliotokea katika saumu zetu. Hii ni sababu ya 3 ya kufunga siyamu 6, kwa sababu ya upungufu uliotokea katika saumu zetu. Wengi katika sisi tuna upungufu katika saumu zetu. Wengine tumetoa maneno ambayo hayastahiki, wengine tumefanya vitendo ambavyo havistahiki katika siyamu. Hii saumu ya 6 inaziba upungufu ule, na ndio maana maulama wanasema kwamba siyamu 6 min Shawwal karawatibil ba'diyya li Ramadhan. Ni rawatibi ya ba'diyya ya saumu ya Ramadhan, inaziba upungufu uliotokea katika saumu zetu. Kama vile rawatib za sala za sunna zinaziba upungufu uliotokea katika sala za faradhi. Sala za sunna hizi ba'diyya zinaziba upungufu uliotokea katika sala za faradhi, na ndiyo saumu hii ya 6 min Shawwal inaziba upungufu uliotokea katika saumu zetu za Ramadhani. Mwezi huu wa Shawwal ni mwezi ambao Waislamu wale waliokuwa na udhuru wa mwezi wa Ramadhani, walioacha kufunga kwa sababu ya a'dhari zao, kwa sababu ya safari, kwa sababu ya maradhi, kwa sababu wanawake walikuwa katika siku zao, mwezi huu wa Shawwal wanatakiwa walipe haraka. Mwezi huu wa Shawwal wanatakiwa walipe madeni ya Ramadhani haraka kabla hawajafunga siku 6 hizi za Shawwal. Sunna ya siku 6 za Shawwal, sunna hii inafungwa kwa wale waliokamilisha kamili mwezi ule wa Ramadhani. Waliofunga kamili mwezi wa Ramadhani ndio wenye haki ya kufunga saumu hii ya 6. Ama wale ambao wana deni, walikuwa wagonjwa wakaacha siku 2, siku 5, siku 10, wanawajibika kulipa kwanza deni la Ramadhani, ndio afunge siku hizi 6 za Shawwal. Kwa nini tunafunga saumu hii ya 6, siku 6 za Shawwal? Tunafunga saumu hii kwa sababu 3. Sababu ya kwanza ni kutekeleza sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunafunga siku 6 za Shawwal kwa ajili ya kuhuisha sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sababu ya pili, tunafunga siku 6 za Shawwal kwa sababu ya kukamilisha thawabu za mwaka mzima alizoziahidi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fi sahihi Muslim min hadithi Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man sama ramadana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami dahr. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mwenye kufunga Ramadhani halafu akaifuatisha na siku 6 za Shawwal, inakuwa ni kama aliyefunga mwaka mzima. Man sama Ramadhani thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami dahr, ni kama aliyefunga mwaka mzima. Siku moja kwa 10, ndio maana ya siyamu dahr,
kufunga mwaka mzima ni kwamba siku moja mtu analipwa kama aliyefunga siku 10. Kwa hiyo mwezi ule wa Ramadhani unahesabiwa ni miezi 10 na siku 6 za Shawwal zinahesabiwa ni siku 60. Kwa hiyo mwaka kamili kwa yule aliyefunga Ramadhani na akafunga na siku 6 za Shawwal. Man sama Ramadhan thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami dahr. Ndugu zangu Waislamu, al-aqil ni yule ambaye hataki kuacha thawabu hizi, hataki kukosa thawabu hizi za mwaka mzima. Hadha huwa al-aqil. Ndugu zangu Waislamu, tumezoea saum, walillahi alhamd, tumefunga Ramadhani mwezi mzima, siku 29 ni mwezi mzima, kama alivyosema Mtume sallam, ashharu hakadha wa hakadha. Mwezi wa Kiislamu aidha ni siku 30 au ni siku 29, ni mwezi mzima. Tumezoea kufunga. Ndugu zangu Waislamu, vipi tunashindwa kufunga siku 6? Naam, ni sunna, lakini unapata thawabu za kufunga mwaka mzima na unaweza. Ndugu zangu Waislamu, sote tunaweza kufunga siku 6. Watu wasijiendekeze kwamba eti ana njaa sana hawezi kufunga siku hizi 6, yeye anafunga faradhi peke yake. Ndugu zangu Waislamu, tujue tunajikosesha thawabu nyingi. Thawabu za mwaka mzima ni thawabu nyingi. Ndugu zangu Waislamu, kufunga mwaka mzima ni jambo kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi ndugu zangu tunashindwa kufunga siku 6 wakati tumefunga mwezi mzima wa Ramadhani? في صحيح سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. jambo la kwanza ambalo watu watahesabiwa siku ya kiyama katika amali zao ni sala. قال: يقول ربنا جل في علاه لملائكته وهو أعلم، يقول: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها. jambo la kwanza watakalohesabiwa watu siku ya kiyama katika amali zao ni sala. Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika wake, na yeye anawajua zaidi viumbe vyake, lakini atawaambia malaika wake, angalieni katika sala ya mja wangu, je, alikamilisha sala au alipunguza katika sala? Undhuru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Malaika wataangalia katika sala za mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema idha naqasa minha shay'un, ikiwa kuna kitu chochote kimepungua, qala Allah ta'ala limalaikatihi atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia malaika wake baada ya kwamba kuna kitu kimepungua, halahu min tatawwu, undhuru halahu min tatawwu, muangalieni, je, ana sunna aliziswali? Fa in kana lahu tatawwu, ikiwa ana sunna, hapo Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika wake atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi, mkamilishieni mja wangu faradhi zake kwa hizi sunna zake alizokuwa akizisali. Hii ni katika sala, na katika siyamu hivyo hivyo. Thumma qala thumma tukhadhu al-a'malu min dhalik, kisha amali zitachukuliwa kutokana na hayo. Kwa hiyo amali za mtu zinaangaliwa swala zake kwanza, swala zake ziko kamili au vipi? Wale wanaongojea Ramadhani mpaka Ramadhani, kinachoangaliwa kwanza ni swala. Swala kwanza ndio inaoangaliwa. Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyama as-salah. Sasa wewe unaswali Ramadhani mpaka Ramadhani, hakuna uislamu huo ni ukafiri. Unamdanganya nani? Wewe unamwasi Allah miezi 11, unamtii Allah mwezi mmoja tu wa Ramadhani. Ndio uislamu huo? Nani kasema ni uislamu huo?
Na nikasema kuna Uislamu wa kumfanya taa mwezi mmoja na kufanya maasi ya miezi 11. Na nikasema kuna Uislamu huo ni ukafiri. Anayewacha sala akasali Ramadhani peke yake, saumu zake hazisi, na ni kafiri. Wewe unamdanganya nani? Unajidanganya mwenyewe. Unamwasi Allah miezi 11, unamtii kwa saumu mwezi mmoja wa Ramadhani. Walillahi almathalul a'la. Kama mtu anafanya kazi, ameandikwa kazi, anaweza akenda mwezi mmoja kazini, miezi 11 akalala nyumbani akafanya shughuli zake. Huyo bosi huyo wiki moja tu anamfuta kazi huyo bosi wake. Wacha mwezi mzima, wiki moja tu. Ni mnamfanya mchezo Allah. Mnajidanganya wenyewe mnaosali Ramadhani mpaka Ramadhani. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Wanajidanganya wenyewe. Si Waislamu wanaosali Ramadhani mpaka Ramadhani, sio Waislamu kabisa. Wende makanisani. Naam, ndugu zangu Waislamu, tuangalieni swala zetu, tuhimizane watoto wetu, jamaa zetu, ndugu zetu, tuhimizane na kuamrishana jambo la sala. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Waamrishe ahli zako sala, vumilia kwa jambo hili la kuamrisha sala. Ni jambo linataka uvumilivu mkubwa. Lazima tuamrishane jambo la sala, vinginevyo tutakwenda kuchomwa kwa sababu ya ukafiri wa kuacha sala. A'adhana Allahu wa iyyakum min dhalik. Ndugu zangu Waislamu, mwezi huu wa Shawwal ni mwezi wa 10 katika kalenda ya Kiislamu. Mwezi huu wa Shawwal pia ni mwezi uliojaa ibada. Kwanza, mwezi huu wa Shawwal ni moja katika miezi mitatu ya haji aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an aliposema al-hajju ashhurun ma'lumat faman faradha fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji ni miezi maalum. Ibn Abbas radiyallahu anhuma قال وأشهر الحج التي ذكرها الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة. Ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema miezi ya haji aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ni Shawwal na Dhulqa'da na Dhulhijja. Hii ndiyo miezi ya haji aliyoikusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Shawwal ni moja katika miezi mitatu hiyo iliyokusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, al-hajju ashhurun ma'lumat. Mwezi huu wa Shawwal ni mwezi ambao Waislamu walitekeleza ibada ya zakatul fitr. Waislamu walitekeleza ibada ya zakatul fitr, kuwapa maskini na kuwapa wahitaji kwa ajili ya kusafisha saumu zao na kwa ajili ya kuwapa chakula maskini, pia na kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kukamilisha ibada ya Ramadhani. Mwezi huu wa Shawwal ni mwezi ambao Waislamu walitekeleza moja katika alama kubwa ya Uislamu ambayo ni salatu Eidul Fitr. Waislamu walitekeleza sala hii katika viwanja mbalimbali, sala ambayo inahudhuriwa na hata wanawake, sala ambayo inahudhuriwa na kushuhudiwa na hata wanawake wenye hedhi, isipokuwa wao hawasali lakini wanashuhudia kheri na da'watul muslimin. Alama katika alama za Uislamu,
salatu Eid al-Fitr. Mwezi huu wa Shawwal ni mwezi ambao una ibada ya i'tikaf, kukaa msikitini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wal hadithu fi sahihayn, thabata annahu i'takafa 10 ayyam fi Shawwal. Mtume alikaa siku 10 itikafu katika mwezi huu wa Shawwal. Kwa hiyo ibada ya i'tikafu si ibada inayofanywa katika mwezi wa Ramadhani peke yake, bali ni ibada ambayo ni mwaka mzima anayetaka anafanya ibada hii ya kukaa msikitini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, aidha kusoma Qur'an au kumtaja Allah au kufanya jambo lolote la ibada. Kwa hiyo thabata anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam i'takafa 10 ayyam min Shawwal. Mtume alikaa siku 10 i'tikafu katika mwezi huu wa Shawwal. Mtume sallam akielezea thawabu za Qur'an fi hadithi ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala sallallahu alayhi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqul alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harf wa mimun harf. Mtume akielezea thawabu nyingi zilizoko katika Qur'an, Mtume anasema anayesoma herufi moja katika Qur'an ana jema moja, anaandikiwa jema moja. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, jema moja analipwa mara 10 mfano wake. Kisha anasema la aqul alif lam mim harf, sisemi kwamba mtu anasoma alif lam mim ni herufi moja, la, alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Alifu ni herufi nyingine, thawabu 10. Lam ni herufi nyingine 10 nyingine. Mim ni herufi nyingine 30 kwa alif lam mim. Je, unaposoma safha moja, unaposoma kara moja, unaposoma hizbu moja, unapata thawabu ngapi ndugu zangu Waislamu? Tunajikosesha thawabu sisi wenyewe. Thawabu hizi ndizo zitakazotufaa siku ya kiyama pamoja na rahma ya Allah. Kuna mizani siku ya kiyama ya kupima thawabu na madhambi. Kuna mizani hii. Qur'ani inatuingizia thawabu nyingi, lakini tunakosa thawabu hizo. Wal waznu yawmaidhin alhaq faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Ndugu zangu Waislamu, kuna mizani ya haki siku ya kiyama. Yule ambaye thawabu zake ndiyo nzito, yeye ndiye mwenye kufaulu. Ama ambaye thawabu zake ni kidogo kuliko madhambi, fa ummuhu hawiya wama adraka ma hiya narun hamia. Kwa ndugu zangu Waislamu, tusomeni Qur'ani. Unaposoma sira ya salafu salih utawaona jinsi walivyokuwa wakisoma sana Qur'ani. Al-Aswad ibn Yazid an-Nakhai rahimahullah, moja katika tabi'in, alikuwa anasoma Qur'ani sana mwezi wa Ramadhani. Siku 3 ashamaliza Qur'ani, siku 3, mara nyingine siku 2, siku moja juzuu 15. Al-Aswad ibn Yazid an-Nakhai. Qatada ibn Da'ama as-Sadusi rahimahullah alikuwa akisoma Qur'ani daiman kwa wiki moja. Ikifika mwezi wa Ramadhani anasoma kwa siku 3, likifika 10 la mwisho anasoma siku moja. Kila siku anamaliza msahafu. Hakadha kana salaf. Al-Imam Shafi'i mara 60 anahitimisha Qur'ani. Ndugu zangu Waislamu, hawa ni watu wapo hapa hapa wenzetu wanasoma Qur'ani sana. Sasa hivi wameshamaliza msahafu mmoja. Wapo, si kwamba ni jambo ambalo haliwezekani. Inawezekana ndugu zangu Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala hajaweka ibada ambayo haiwezekani kwa watu. Hakuna ibada hiyo. Lakini sisi wenyewe ndugu zangu Waislamu tunazembea kwa kukosa thawabu nyingi zilizo katika kitabu hiki cha Allah subhanahu